Eneo la Jangwani kwa muda mrefu limekuwa eneo la changamoto kubwa ambalo limekuwa na matatizo ya wakati wa usafiri, kwamba wakati wa mafuriko, wakati wa mvua kumekuwa na kulirudia mara kwa mafuriko ambayo yamesababisha usumbufu kwa watumiaji wa hili eneo, ikiwa ni pamoja na kusimamisha usafiri. Kulikuwa na matatizo ya usafiri kwa magari hayawezi kupita, pia hata watembea kwa miguu nao walikuwa wanaendelea kupata matatizo. Mbali na kusababisha usumbufu pia kwa watumiaji, limekuwa ni eneo ambalo wakati mwingine limekuwa likileta maafa, kwa sababu inapotokea mafuriko maji yanapita juu, wananchi wengine wanaathirika kiafya pamoja na mali zao pia. Kwa hiyo baada ya changamoto za muda mrefu, serikali ikaja na ufumbuzi wa kutatua tatizo hili kupitia utekelezaji wa mradi wa uboreshaji wa bonde la mto Msimbazi ambao unaitwa Msimbazi Basin Development Project. Mradi huu unatekelezwa chini ya mkopo wa Benki ya Dunia. Mojawapo ya component ambazo zinatekelezwa kwenye mradi huu ipo ujenzi wa daraja hili la Jangwani. Hili daraja la Jangwani linatekelezwa kupitia mradi wa Msimbazi Basin Development Project. Mkandarasi wa mradi huu anaitwa China Communication Construction Company Limited kutoka China, na pia kuna mhandisi msimamizi wa ujenzi ambayo ni Leporogo akishirikiana na afisa na Dongqing kutoka South Africa. Leporogo ni Mtanzania, Dongqing anatoka Korea. Gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 97.1. Utekelezaji wa mradi katika muda wa awali huwa ni miezi 24. Mpaka sasa hivi mradi umefikia utekelezaji wa 34%. Kwa hatua za awali mradi ulivyokuwa unaanza ulikuwa na hatua mbalimbali, ambapo mkandarasi alianza kwa kufanya mobilization ya material, kujenga njia za mchepuko kwa ajili ya kuruhusu magari yaendelee kupita wakati ujenzi unaendelea, kujenga yadi ya mitambo pamoja na utayarishaji wa material mbalimbali. Baada ya kukamilisha hatua ya mwanzo, magari yaliweza kuchepushwa yakapita kwenye njia ya muda. Katika ujenzi wa diversion road, mkandarasi mwanzoni alianza na kutumia daraja ambalo lilokuwepo pamoja na kusafisha mto, ili kila mvua zinaponyesha basi maji yasiendelee kusababisha usumbufu wa kupita juu ya daraja. Baada ya kumaliza hilo, amejenga daraja jingine la muda ambalo magari sasa hivi yamehamishiwa yanapita huko, ambalo kama linavyoonekana upande wa kushoto wa eneo hili ambalo lina ujenzi. Magari yameendelea kupita huko, na kwa kipindi hiki cha mvua tumeendelea kumaintain na hakuna mafuriko ambayo yamesababisha magari yashindwe kupita kipindi hiki cha mvua kilichopita. Kwa hiyo ni mojawapo wa jukumu ambalo linaendelea kutekelezwa mbali na ujenzi, ili kipindi hiki cha ujenzi kupunguza vile usumbufu ambao ungeweza kujitokeza kutokana na changamoto ya magari kupita na kusababisha foleni kubwa. Eneo la ujenzi kama linavyoonekana limezungushiwa fence ili kuonesha kwamba watu wasiweze kuingia na kazi iendelee bila usumbufu. Hatua tulizofikia katika ujenzi sasa hivi, kwa kadri ya mpango kazi, hatua tulizofikia katika ujenzi sasa hivi imefikia 33%. Kazi zinazoendelea ni kama ambavyo zinaendelea kuonekana. Kwa upande wa msingi wa daraja, tumeshamaliza kuweka nguzo za msingi wa daraja ambazo idadi yake ni 432 kati ya 496 ambazo zinatakiwa. Mbali na hiyo, kuna nguzo kuu za kubeba madaraja ambazo ni columns au piers. Sasa hivi tumeshafikisha 24 kati ya 48 ambazo zitabeba daraja zima. Baada ya hapo, kuna beam za juu ambazo sasa hivi zinaendelea na ujenzi. Hizi tumeshafikisha beam 6 kati ya 24 ambazo zitaweza kujengwa na kukamilisha ujenzi wa daraja. Kwa upande wa malipo, mkandarasi anaendelea kulipwa wakati anapomaliza kazi, hakuna tatizo la malipo. Mradi utakapokamilika utakuwa na manufaa kadhaa kwa wananchi. Moja, utakuwa umeondoa matatizo ya mafuriko ambayo yalikuwa yanatokea hapa. Kama tunavyofahamu, objective ya mradi huu ni kuondoa changamoto ya mafuriko katika bonde la Jangwani. Mbali na kutatua changamoto ambazo zinatakiwa, mradi hadi sasa nao umeendelea kuwa na manufaa kwa wananchi kwa kutengeneza ajira. Mpaka sasa hivi tuna ajira 232 za wazao ambao zimetengenezwa zikiwa katika kada mbalimbali. Kuna za mafundi, kuna za mainjinia na kuna za vibarua wa kawaida vile. Hiyo ni za moja kwa moja.
Lakini sio hivyo tu, kuna wale ambao wanatoa huduma hapa za kuendelea kutoa mradi. Kuna ambao wanatoa huduma za vyakula, kuna masupplier wa kawaida ambao wanasupply vitu kwa mkandarasi mkubwa, na pamoja na wakandarasi wengine wa Kitanzania ambao wamehusika katika kufanya kazi za kuhamisha miundombinu. Kuna miundombinu ya TANESCO imehamishwa, miundombinu ya maji imehamishwa, na miundombinu ya TTCL imehamishwa. Hiyo yote inafanyika na wakandarasi wazawa ambao nao wamekuwa sehemu ya kujipatia kipato na kuinua uchumi wa wazawa. Kwa hiyo kwa hatua hii tuliofikia, tunapongeza serikali kwa kuja na utatuzi wa tatizo hili lililokuwa limejitokeza, na vile kuendelea kutoa pesa kwa ajili ya kuendelea kugharimia miradi mikubwa kama hii.